Yes, shalom, shalom, shalom. God bless you everyone. Anazungumza nawe hapa ni rafiki yako Bishop Emmanuel. Mungu awabariki sana. Yes, nimekuja hapa mahususi sana kwa ajili ya kusisitiza juu ya ibada ambayo tumeianza jana siku ya Jumamosi. Watu wa Mungu, nimeanza kueleza kwa nini swala la ndoa limekuwa ni gumu sana kwa watu wengi, na ni kwa nini pia watu wengi wako kwenye ndoa zao zinakuwa na shida, aidha shida ya kiuchumi, kuna matatizo yanaibuka, kuna matatizo ya uzao yanaibuka kwenye ndoa, kuna mambo kibao yanayojitokeza baada ya watu kuingia kwenye ndoa, na watu wengi walioko kwenye ndoa wamefika hata kutakata tamaa. Lakini sio hivyo tu, hili swala la watu kutaka kuingia kwenye ndoa limekuwa ni shida kwa watu wengi, na watu wengi wamekata tamaa swala la kuoa na kuolewa. Jana nikaanza kuchambua kwa habari ya roho moja inaitwa anti-marriage spirit. Nikasema hii roho inahusika kwa asilimia karibu 70 na matatizo yote ya ndoa. Inachukia kitu chochote kinachoitwa ndoa, alafu pili itahakikisha hakuna kitu kinachotengenezeka chenye mfumo wote wa ndoa. Kwa hiyo moja, itazuia watu kuingia kwenye ndoa; mbili, hata watu wakiingia kwenye ndoa itahakikisha inasababisha watu hao walioko kwenye ndoa waanze kupata matatizo, au ndoa hiyo iwe na shida. Ukiangalia kesi za divorce leo ni nyingi, ukiangalia uchumi wa wanandoa wengi umeyumba, ukiangalia watu wengi walioko kwenye ndoa pia leo hakuna kitu wanachoweza kufanya kikafanikiwa, kile wanachojaribu kukifanya kinakufa. Nimeeleza vitu vingi sana watu wa Mungu, na tumeanza deliverance. Waliokuwepo jana wameona kilichotokea. Tumeanza part 1, leo tunakwenda kwenye part 2. Tafadhali, kama uko Dar es Salaam na moja umekuwa ukisumbuka sana kwenye hili eneo la ndoa, manake swala la kuingia kwenye ndoa limekuwa ni shida kubwa sana kwako. Umeshajaribu kila njia, umefanya maombi yote, umetoa sadaka, na wengine wenu mnajua kabisa kwamba hata kwa waganga mmejaribu lakini imeshindikana. Please, semina hii ya leo, siku ya leo usikose, kwa sababu ya ukubwa hili jambo tumeliongezea tena siku moja kwa kile kilichotokea jana. Kwa usikose siku ya leo. Kama swala la kuingia kwenye ndoa kwako limekuwa ni shida, umekuwa ukipata watu wanaondoka, umekuwa ukipata watu wanakaa muda wanaondoka, watu wanakukataa bila sababu, hauelewi hata kinachoendelea, hata wakati mwingine swala la kupata mwenza wa maisha imekuwa ni shida kwako, tafadhali ibada ya leo usikose. Uko kwenye ndoa unasema kuna shida kwenye ndoa yangu, kuna challenge, kuna changamoto nazipitia kwenye ndoa yangu, una shida ya uzao, unasema uchumi wa kwenye ndoa yangu umekuwa ni mgumu, kuna vitu vinaendelea kwenye ndoa yangu sivielewi, mwenza wangu amehama nyumbani, amekamatwa. Nimesema njoo tushughulike kwenye maombi, nitakuonyesha kwa mafunuo ni nini kinachoendelea kwenye ndoa yako na kwenye eneo lako la mahusiano. Watu wa Mungu, kuna vitu vingine ukivielewa kwa uhakika, ukielewa kumbe hiki kinaendelea, kumbe hiki kinatokea, kumbe hiki kimesababishwa na hiki, then una uwezo wa kukishughulikia. Tafadhali sana, kama uko Dar es Salaam usikose ibada ya leo. Leo tunaanza saa 7 kamili mpaka saa 12 jioni. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, saa 7 kamili mpaka saa 12 jioni. Tafadhali, una mtu yoyote aliyeko Dar es Salaam, ni singles au ameolewa au ameoa, mwambie ahudhurie hii semina. Watu wa Mungu, kuna uwezekano uko kwenye ndoa leo au uko kwenye mahusiano leo na hakuna shida yote ile. Usikae kimya, njoo. Nilishasema wakati ambapo kuna amani, hata wakati kukiwa kuna amani, kuna vita kimya, vita siri inaendelea. Ni wale mnakuja baadaye mnasema sikujua kama angeniacha, sikujua kama tungetengana, sikujua kama kingetokea hiki, sikujua kama ingekuwa hivi. Kwa hata kama mahusiano yako yana amani, hata kama ndoa yako ina amani, sasa njoo, kuna kipengele cha vita tunapaswa kukifanya. Ni leo, siku ya Jumapili, kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 12 jioni. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Nisaidie kushare. Shalom. Usisahau, kama uko Morogoro, Jumamosi ya wiki inayokuja tunakutana pale Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana Morogoro.
Ni Jumamosi ya tarehe 29, ni wiki inayokuja. Tunakutana Morogoro Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana. Mungu awabariki sana. Shalom. Please nisaidie kushare. Tag mtu yote wa Dar es Salaam. Hii ni ya muhimu sana, itamsaidia. Waliokuwepo jana wanaelewa ninachokizungumza. Shalom.